chama chetu kitajenga chuo cha kumbukumbu ya Edwin Mtei. Pale kwenye viwanja vyetu, tuna uwanja mkubwa sana pale Dar es Salaam, eneo la Soga, uko zaidi ya ekari 50. Tutajenga pale chuo hicho ili kiwe kina train vijana wetu, kwanza uadilifu, uongozi, namna ya kupinga rushwa, uchumi, mambo yale aliyotaka kuyaona yanatokea. Tunaelewana vizuri? Lakini cha mwisho, napenda kutumia fursa hii, siku ya maadhimisho ya miaka 33 ya chama chetu na siku ya kumbukumbu ya kumwaga mzee wetu aliyepotea, mzee Edwin Mtei, kusema hivi: alianzisha chama hiki kikiwa kidogo sana. Ndoto yake ilikuwa ni kuona Chadema inashinda dola. Wale tuliokuwa kwenye ukumbi wa Kiramu mwaka 2009, siku ya mkutano mkuu wa chama, Makenji nafikiri alikuwepo, sijui kama sina kumbukumbu vizuri, mwaka 2009, sijui wangapi walikuwepo pale Kiramu kwenye, mama alikuwepo. Mzee Mtei alipoitwa jukwani kuzungumza, hii nimefanya naye kazi, nimekuwa naye kwenye kamati kuu, alikuwa mzee sana na amehudhuria vikao vichache sana tangu nilipoingia kwenye kamati kuu mwaka 2011 kwa sababu ya umri. Lakini alipoitwa jukwani, ameona watu wamekaa kwenye ukumbi, alilia, akasema Chadema tulioianzisha ndio imekuwa kubwa hivi. Akashindwa kuvumilia, akawa analia, wote na Bob Makani. Nataka nitumie fursa hii kwa wanachama wa Chadema na kwa nchi nzima kuambia ndoto ya mzee Mtei kuona chama hiki kinakuwa chama kikubwa zaidi imetimia. Sisi ni chama pekee nchi hii, wala sio cha kulinganishwa na CCM. Hiki ndo chama kikuu cha nchi hii, sio chama kikuu cha upinzani, chama kikuu kwenye nchi hii. Kwenye hoja na ushindani, hakuna chama kinaweza kushindana na chama chetu. Na kwa hapa tulipofika, ushindi uko kwenye eyesight, uko kwenye, ungeweza kusema ushindi upo pale macho yasipofikia. Ushindi uko kwenye eyesight. Nataka niwahakikishie, kwa muda ambao sisi tunaongoza chama hiki, tutakipeleka kwenye nafasi ya kwenda kushinda dola na kutimiza yale ambayo wazee wetu waliyatamani kuona yanatokea. Hatutafanya usaliti, hatutamwonea mtu, hatutamwonea mtu aibu. Kama ni nyeupe, tutakwambia ni nyeupe. Kama ni nyeusi, hatutaipamba pamba kwamba ina rangi kama brubru hivi, au tutasema hii ni nini? Nyeusi. Na hatutapigia magoti udhalimu. This country belongs to us all. Ni nchi yetu sote. Hatutakimbia humu. Hatutafanya nini? Hatutapiga magoti, hatutakimbia, hatutamdharau mtu, lakini hatutakubali kudharauliwa. Along the way, watu wetu wengi sana wameumia. Tarehe 29, vijana wa nchi hii wameumizwa. Kuendelea kuibana Chadema, kufikiri kwamba Chadema utaifungia mara itakufa, ni kujidanganya. Kwenye dunia hii kuna proof nyingi sana. Unapobana sauti ya wananchi haifi, inazidi kuwa na nguvu zaidi. Na kitu ambacho watu wamepigania miaka yote na huwa wakati tamaa kukipigania ni uhuru wao. ANC ya Afrika Kusini ilianzishwa mwaka 1912. Kufikia miaka ya 60 ikafutwa na makaburu, kwamba hata ukionekana na sheria ikatungwa, ukionekana umevaa nembo ya ANC, umevunja sheria, unafungwa mahakamani, unakwenda gerezani. Wamekuja kuianbani wao wenyewe tangu miaka ya 60, wakaja kuifungulia mwaka 94. Hiyo inakuambia nini?
kwamba huwezi kuua kitu watu wanachokitaka. Namna pekee ya haya mambo kufanyika ni kwa watu kutambua makosa yaliyotokea na kuyarekebisha ili nchi hii iweze kwenda mbele. Kwa ndugu zangu, kwa niaba ya chama chetu tunachukua nafasi hii pia kutoa pole zaidi kwa familia ya mzee Edwin Mtei, watoto wake Dr. Lilian Mashinda Mtei na wengine, na kuhakikishia kwamba chama chetu kitakuwa pamoja nao katika kipindi hiki kigumu kwa familia, lakini vile vile kipindi kigumu kwa chama chetu, kwa sababu huyu ni muasisi wa chama chetu, ni mtu ambaye tulikuwa tunamheshimu sana. Kila mtu anajua kulipokuwa na mgogoro mkubwa mwaka 2009 wa uchaguzi wa ndani ya chama kati ya mwenyekiti Mbowe na Zitto Kabwe, then mzee Mtei alikuwa na uwezo wa kumuita kila mtu akamwambia, hebu kaa hapa, wewe kaa hapa, hebu nieleze shida yako nini, bila upendeleo. Mtu mwadilifu, mtu ambaye hajawahi kuwa na kashfa yoyote ya rushwa, ya wizi, lakini amefanya kazi serikalini katika nafasi kubwa, na wote wakamsikiliza kwa sababu ya heshima aliyokuwa nayo. Kwa chama kinapopotelewa na mtu kama huyu ni pigo kubwa, si ndio? Pigo kubwa kwetu sote. Kwa Mungu atubariki sote, na natumia nafasi hii kuwapa pole sana wanachama wetu nchi nzima. Pole kwa mwenyekiti wetu ambaye angetamani kuwepo, yuko ndani kwa uovu, kwa kuonewa, na nataka niwaletee meseji yake kwamba mwenyekiti hayuko tayari kupiga magoti, hayuko tayari kuchukua masharti ya uongo kununua uhuru wake. Tunaitaka serikali imwachie bila masharti yoyote, kwa sababu hana kosa. Uongo kweli? Haya mambo wanayojaribu kumpelekea, wanamwambia sijui kubali tukuachie utoke nje ya nchi, mara kubali tukuachie si ufanye nini, sio Tundu Lissu, sio hawezi kununua uhuru wake. Na kwa sababu tunajua alikamatwa na polisi akiwa mzima wa afya, kwa sababu tumeanza kuona wanasema maneno ya kijingajinga, kama wanafikiri wanaandaa psychology za Watanzania. Chochote kitakachompata hatutaelewana, si ndio? Ametoka akiwa mzima na tunataka wamwachie akiwa mzima. Ili arudi kufanya kazi ya kutuongoza, na sisi wengine tutapigania kile alichosema kabla ya siku ambazo labda na sisi hatujaingia ndani, kwa sababu wakati wowote unaweza kusikia na mimi niko, si ndio? Kuna culture ya watu hata kwenye nchi, ukimwona anatembea tu unajua yule ni nini, yule ni mtu wa nchi fulani, si ndio? Kuna mwingine ukimwona anavyonyoa tu unajua kwamba huyu ni mtu wa aina fulani. Unajua hata leo ukiwa mwalimu na ukawa shuleni tu unahoji kuhusu haki, utasikia wanakuambia we ni Chadema. Uongo kweli? Popote mtu yoyote anayepinga uovu nchi hii anaambiwa yeye ni nani? Ni Chadema. Na we are very proud of that, kwa sababu hiyo ni culture yetu. Sasa miongoni mwa culture yetu nyingine ni spirit ya watu wetu kujitolea. Hiyo wao wanajua wenyewe. Na ukiona watu wamesafiri, kwa sababu sisi hatuna maburungutu ya hera, kwa mfano sasa hivi hatuna ruzuku, lakini kila kitu cha chama kinaendelea. Hawa tulioona wamekuja hapa sasa, mama, hiyo ndio spirit ya Chadema. Kama hata wewe unataka kujiunga Chadema, ujue hiyo ndio spirit yetu. Kujitolea mpaka tutakaposhinda nchi hii na kuibadilisha, kwa sababu watu wana kiu ya mabadiliko.
Kwa watu watajiorganize wenyewe kwa nchi nzima, na utashangaa watakuwepo maelfu kwa maelfu ya watu pale. Kwa hiyo ni nani? La pili, hiki chuo kishapangwa siku nyingi kwenye mimi nikiwa kwenye kamati kuu, ni miongoni mwa mambo ambayo tulikuwa tumeshayapitisha. Kwa sisi kama viongozi wapya tuliochaguliwa, na tumekuwa na misukosuko kwa kweli tangu tuchaguliwe tarehe 21 mwaka jana mwezi Januari, si ndio? Mwezi wa 4 mwenyekiti akakamatwa, tukaendelea na ziara kidogo, tangu mwezi wa 7 chama kikafungiwa, si ndio? Mpaka sasa haturuhusiwi hata kwenda kwenye ofisi zetu. Mliona Gwajima alipofungiwa ameenda kule, amekuta speaker zimeibiwa, sijui nini kimeibiwa, na hata sisi hatujui makao makuu ya chama chetu kuna nini, kwa sababu haturuhusiwi kwenda pale. Na nitumie nafasi hii nimemwona mvulana fulani anaitwa Kihongosi, alipozungumza mzee Butiku kushangaa kwamba Chadema inafungiwa, anamjibu kwamba ni mahakama. Kwa nani ajui mahakama nchi inafanyaje kazi?